Yesu kwa pendo lako, asante Yesu kwa neema yako, asante Yesu kwa fadhili zako. Timotheo wa pili sura ya pili mstari ule wa 19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Amina. Kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Amina. Kumbuka tuko mwanzoni mwa mwaka na msingi ulio imara unatakiwa kwa ajili ya kubeba maisha yanayokuja hapo mbele, kwa ajili ya miezi inayokuja, kwa ajili ya kubeba mwaka ambao na matukio mbalimbali na vitu mbalimbali, mashambulizi mbalimbali, dhoruba na misukosuko. Tunahitaji kuwa na msingi imara. Msingi imara tutaujenga kwa njia ya neno la Mungu, maombi, imani, na anasema kuacha uovu kabisa. Sababu anasema walio wa Bwana, Bwana anawajua, na kila anayelitia jina la Bwana auache uovu. Kila ambaye amewekwa kulitia jina la Bwana anapaswa kuachana na uovu, asiwe katika uovu tena, asiwe katika dhambi tena. Bwana anawajua walio wake, na kila litia jina la Bwana auache uovu. Unayelitia jina la Yesu usikubali uovu tena na tena. Tengeneza msingi ulio imara wa kukusaidia baadaye, wakati maisha yanapoendelea mwaka hadi mwaka. Tunahitaji msingi ulio imara, msingi ulio mzuri kwa ajili ya kupambana au kushinda uwezo au mtikisiko utakaotokea, dhoruba na mawimbi na mafuriko ya mambo ya uovu na ubaya wa dunia hii ambao unaweza kutokea. Basi tunahitaji neno la Mungu, imani katika Yesu Kristo, na kuacha uovu, ili tuwe na msingi imara na tuweze kushinda ulimwengu na mambo yake yote. Baba yangu na Mungu wangu, nakushukuru kwa neno hili. Ninakuomba likatujaze sana, na huyu asikiaye sasa akaelewe, mpe ufunuo zaidi. Naomba mjaze neema yako, asikubali uovu, aendelee kulitia jina lako Yesu, na Baba mvike uwezo na nguvu, msingi ukawe imara, safi wa kutumikia wewe, katika jina la Yesu. Mungu Baba, mbariki kwa uweza wako na kwa nguvu zako, mpe neema, mpe kuishi kwa furaha. Kwa jina la Yesu, barikiwa sana sana. Amina.